Hebu chukua picha ya mwanafunzi wa boarding anayesoma shule ya boarding, halafu maisha yake jifananishe na wewe, kwamba mwanafunzi yule anakuwa ameenda kwenye ile shule ya boarding, sio kwao pale. Tena mwingine unakuta hata mkoa huo sio hata wa kwao, hajawahi kuzaliwa, labda hata hana ndugu katika mkoa ule, lakini yupo mahali pale. Kazi yake huwa ni kusoma tu, anakuwepo pale kusoma tu. Akishamaliza masuala yote ya elimu inabidi arudi kwao. Umeona? Kwa hiyo hata mimi na wewe hapa duniani ni kama tuko shule ya boarding. Sio kwetu. Biblia inasema kabisa wenyeji wetu ni mbinguni. Maana yake sisi tuna makao yetu mbinguni. Kwa hiyo tuko hapa kwa special assignment. Na unapokuwa unaishi hapa duniani, hakikisha ya kwamba ipo kazi iliyokuleta. Wala sio tu biashara unaoifanya, wala sio tu kazi hiyo, ajira ulionayo. Lipo kusudi la kimbingu. Of course, kazi kubwa ni kufanya mataifa kwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Hiyo ndio kazi kubwa, na kumtumikia Baba. Hiyo ndio kazi kubwa, kukamilisha mission ya Mungu Baba. Hiyo ndio kazi kubwa. Lakini katika hiyo kazi kuna vipengele tofauti. Ndio maana kuna wengine ni wachungaji, wengine ni waimbaji, wengine mitume, manabii. Na maanisha mitume na manabii, mitume waliokuwepo mwanzo. Kwa sasa hivi inabidi chekeche kichwa sana, lakini kuna mission tofauti. Sasa lazima umsii Mungu akuonyeshe mission yako ni ipi. Ndio maana sio wote watakuwa wachungaji, sio wote watakuwa wainjilisti. Hapana, sio wote watakuwa walimu. Ipo mission kwa kila mtu. Ni vizuri kujua wewe ni kama mwanafunzi wa boarding. Kuna wakati ukimaliza mission yako ama ukimaliza masomo yako hapa, unarudi kwa Baba. Lakini iko siku ya dunia yote kutoa hesabu. Kwa hilo nilitamani ulifahamu sana na ulijue ya kwamba tuko hapa kama tuko kwenye shule ya boarding. Maana tuko katika mji wa watu, katika mkoa wa watu. Yawezekana hatuna ndugu hapa. Sasa usijisahau ukafikiri kwamba umekuja kufanya biashara tu. Usijisahau ukafikiri kwamba umekuja tu kwenye mambo ya kisiasa, mambo ya kimichezo, mambo ya kiuchumi pekee. Hapana. Tuko hapa kwa ajili ya kazi maalum ya kimungu, na Yesu Kristo ndio aliyoanzisha kazi hiyo. Kwa hakikisha kwamba unatambua kusudi lako la kuwepo hapa. Lazima, na kama ulijui kabisa, msii Mungu akuonyeshe, kwa sababu baada ya kumaliza majukumu yetu hapa tutarudi kutoa hesabu. Si kwamba majukumu yako milele.